Welcome to Loeva Ministry. Welcome to Loeva Ministry. Welcome to Loeva Ministry. Usome Marko sura ile ya 6, na tutasimamia kitu kinasema roho ya kukataliwa. Roho ya kukataliwa. Nisome kitabu cha Marko ile sura ya 6 na kuendelea mpaka mstari ule wa mwisho. Tusome. Nitasoma kitabu cha Injili ya Marko mtakatifu sura ya 6 kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Akatoka huko akafika mpaka nchi ya kwao, wanafunzi wake wakamfuata. Mstari wa 2, na ilipokuwa Sabato alianza kufundisha katika sinagogi. Wengi waliposikia wakashangaa, wakisema, huyu ameyapata wapi haya? Na ni hekima gani hii aliyopewa huyu? Na ni nini miujiza hii mikubwa inayotendeka kwa mikono yake? Mstari wa 3, huyu si yule seremala mwana wa Mariam na ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simoni? Na maumbu yake samani. Huyu si yule seremala mwana wa Mariam na ndugu yake Yakobo na Yose na Yuda na Simoni? Na maumbu yake hawapo hapa petu? Wakajikwaa kwake. Mstari wa 4, Yesu akawaambia, nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe na kwa jamaa zake na nyumbani mwake. Mstari wa 5, wala hakuweza kufanya muujiza wowote huko, isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache akawaponya. Mstari wa 6, akastaajabu kwa sababu ya kutokuamini kwao, akazunguka katika vile vijiji akifundisha. Mstari wa 7, akawaita wale thenashara, akaanza kuwatuma wawili, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Mstari wa 8, akawakataza wasichukue kitu njiani isipokuwa fimbo tu, wala mkate, wala mkoba, wala pesa za bindoni. Mstari wa 9, lakini wajifungie viatu, akasema, msivae kanzu mbili. Mstari wa 10, akawaambia, mahali popote mtakapoingia katika nyumba, kaeni humo hata mtakapotoka mahali pale. Mstari wa 11, na mahali popote wasipowakaribisha ninyi wala kuwasikia, mtokapo huko yakung'uteni mavumbi yaliyo chini ya miguu yenu kuwa ushuhuda kwao. Mstari wa 12, wakatoka wakahubiri kwamba watu watubu. Mstari wa 13, wakatoa pepo wengi, wakapaka mafuta watu wengi waliokuwa wagonjwa wakawapoza. Mstari wa 14, naye mfalme Herode akasikia habari, kwa maana jina lake lilikuwa kutangaa, akasema, Yohana Mbatizaji amefufuka katika wafu, na kwa hiyo nguvu hizi zinatenda kazi ndani yake. Mstari wa 15, wengine walisema ni Eliya,
Wengine walisema huyu ni nabii au ni kama mmoja wa manabii. Mstari wa 16, lakini Herode aliposikia alisema, Yohana niliyemkata kichwa amefufuka. Mstari wa 17, kwa maana Herode mwenyewe alikuwa ametuma watu akamkamata Yohana akamfunga gerezani kwa ajili ya Herodia mkewe Filipo ndugu yake, kwa kuwa amemwoa. Mstari wa 18, kwa sababu Yohana alimwambia Herode, si halali kwako kuwa na mke wa nduguyo. Mstari wa 19, naye yule Herodia akawa akimvizia akataka kumuua asipate. Mstari wa 20, maana Herode alimwogopa Yohana akimjua kuwa ni mtu wa haki mtakatifu, akamlinda, na alipokwisha kumsikiliza alifadhaika sana, naye alikuwa akimsikiliza kwa furaha. Mstari wa 21, hata ilipotokea siku ya kufa na Herode sikukuu ya kuzaliwa kwake, alipofanyia karamu wakubwa wake na majemedari na watu wenye cheo wa Galilaya. Mstari wa 22, ndipo binti yake yule Herodia alipoingia akacheza, akampendeza Herode na wale walioketi pamoja naye karamuni. Mfalme akamwambia yule kijana, niombe lolote utakalo nitakupa. Mstari wa 23, akamwambia, lolote utakalo niomba nitakupa, hata nusu ya ufalme wangu. Mstari wa 24, basi akatoka akamuuliza mamaye, niombe nini? Naye akasema, kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mstari wa 25, mara akaingia kwa haraka mbele ya mfalme akaomba akisema, nataka unipe sasa hivi katika kombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mstari wa 26, mfalme akafanya huzuni sana, lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya hao walioketi karamuni hakutaka kumkatalia. Mstari wa 27, mara mfalme akatuma askari. Soma pale mstari wa 1 mpaka wa 6 katika kitabu hichi cha Marko. Ninataka uelewe kuna watu katika maisha yao neno la Mungu kuna vifungu fulani huwa wanaviinua. Bwana Yesu atusaidie sana, pasipo kujua muhimili wake ni nini. Soma pale mstari wa 1 mpaka wa 6, usikilize kwa makini. Nitasoma kitabu cha Injili ya Marko mtakatifu sura ya 6 na mstari wake wa 1 hadi wa 6, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Akatoka huko akafika mpaka nchi ya kwao. Ndio. Wanafunzi wake wakamfuata. Ndio. Mstari wa 2, na ilipokuwa Sabato, alianza kufundisha katika sinagogi. Akaanza kufundisha katika sinagogi. Wengi waliposikia wakashangaa wakisema, ndio, huyu ameyapata wapi haya? Huyu ameyapata wapi haya? Endelea. Na ni hekima gani hii aliyopewa huyu? Ndio. Na ni nini miujiza hii mikubwa inayotendeka kwa mikono yake? Ndio. Mstari wa 3, huyu si yule seremala mwana wa Mariam na ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simoni na maumbu yake hawapo hapa petu? Wakajikwaa kwake. Mstari wa 4, Yesu akawaambia, nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe na kwa jamaa zake na nyumbani mwake. Mstari wa 5, wala hakuweza kufanya muujiza wowote huko isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache sana, akawaponya. Mstari wa 6 na wa mwisho, akastaajabu kwa sababu ya kutokuamini kwao. Akazunguka katika vile vijiji akifundisha. Amina. Maandiko yanatupa habari ya Yesu alipokuwa Nazareti. Bwana Yesu atusaidie sana. Na leo tunataka uondolewe kwenye roho ya kukataliwa. Bwana Yesu asaidie sana. Elewa vizuri hichi kitu. Inawezekana hujalogwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Maandiko yameweka wazi kabisa.
na yanatupa habari ya Yesu alipokuwa Nazareti, alipokuwa anafundisha katika sinagogi na kutenda miujiza. Lakini pamoja na mambo mema ambayo Yesu aliyowatendea wale watu, hawakumpokea. Bwana Yesu atusaidie sana. Na ndio maana Yesu akasema nabii hapati heshima nyumbani mwake. Ukisoma kwenye maandiko alafu ukaona jambo baya linampata Yesu, ujue ni kwa ajili ya wewe kukombolewa. Bwana Yesu asaidie sana. Ukiona unasoma maandiko na jambo baya linampata Yesu, lengo lake ni kutusaidia sisi tusipatwe na yaliyompata. Ukiona Yesu anakataliwa ni ili sisi tukubalike. Bwana Yesu atusaidie sana. Ukiona Yesu anadharauliwa ni ili sisi tuheshimike. Ukiona Yesu anapigwa ni ili sisi tupone. Bwana Yesu atusaidie sana. Ujio wa Yesu ulikuwa na maana ya kututoa kwenye utumwa wa dhambi na kutufanya tuwe huru kwenye kila jambo linalogusa maisha yetu. Kwa hiyo ukisoma kwenye maandiko alafu ukaona Yesu anakataliwa, maana yake ni kwamba hiyo ni roho iliyokuwa inatenda kazi ndani ya watu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na ubarikiwe. Sema Bwana Yesu, ninaomba unisaidie na mimi, hii roho isiwe ndani yangu. Bwana Yesu atusaidie sana. Na Yesu alikuja kuishinda. Ni roho halisi kabisa inayotesa maisha ya watu. Ninaomba unielewe vizuri. Ndiyo. Na ndiyo maana imempendeza Mungu tujifunze jambo hili na tupate nafasi ya kuomba. Na wakati tunapoingia katika maombi, uombe maombi yenye viwango ambavyo utahakikisha hivi vitu vinaachia maisha yako. Bwana Yesu asaidie sana. Kama mzazi atafanya maombi ya toba na utakaso, huyo mtoto atafuatiliwa na roho ya kukataliwa kwenye maisha yake. Kwa sababu haikuwa lengo la mama kupata mtoto wa kike, haikuwa lengo la baba kupata mtoto wa kike. Lengo lao walikuwa ni mtoto wa kiume. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa kwa bahati nzuri ya Mwenyezi Mungu akapata mtoto wa kike. Bwana Yesu atusaidie sana. Mioyo yao inakuwa haipo sawa sawa, pamoja na watakubali ila watashituka kidogo. Sema amina na ubarikiwe. Nisikilize. Ni kukataa ujauzito ulionao, ulioingia kwenye tumbo la mwanamke, pale ambapo mwanaume anakataa ujauzito na kusema sio wa kwake, ni wa watu mwingine. Roho ya kukataliwa inaingia ndani ya yule mtoto aliyoko tumboni. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na ubarikiwe. Sema Yesu nisaidie leo. Sema Yesu nibariki leo. Yesu naikataa hii roho leo. Sema amina na utabarikiwa sana. Pe Yesu mikono yako yenye nguvu kabisa. Ninaomba mtu wa Mungu unielewe vizuri. Tunahitaji watu wakombolewe leo. Tunahitaji Mungu awaponye watu leo. Tunahitaji watu wakimbilie hatima zao. Familia nyingi zipo namna hii, na watu wanateseka pasipo wao kuelewa na kuelewa vifungo vinatokea wapi. Bwana Yesu atusaidie sana. Wewe mama jitafakari hapo ulipo sahi, na wewe baba jitafakari hapo ulipo sahi. Na hili ni jambo linalofanya sana shetani afurahi, kwa sababu kupitia njia hiyo anapata nafasi ya kuachilia roho ya kukataliwa kwenye maisha ya watu. Roho ya kukataliwa inaweza kuingia kwako kwa kuwa na uwezo mkubwa wa kufanya mambo kuliko wengine. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina ubarikiwe sana. Kwa hiyo uelewe kuna jambo hili la kusema nitapata mtoto huyu alafu akutokea. Bwana Yesu asaidie. Roho ya kukataliwa lazima impate yule mtoto. Alafu uelewe ya kwamba Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna watu hii roho ya kukataliwa walikataliwa na wazazi wa kiume wakiwa ndani ya tumbo la mama. Bwana Yesu atusaidie sana. Ile roho leo inafuatilia huyu mtoto. Kuna vitu anafanya. Kuna mahali ukiona yani yuko vizuri kabisa kwa kila jambo. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini hawezi kufikia hatua yote kwa sababu tayari alishakataliwa. Kwa hiyo ile roho inatembea. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa kuna watu wengine hii roho ya kukataliwa inawaingia kwa sababu ndani yao wana uwezo mkubwa wa kufanya mambo kuliko wengine.
Bwana Yesu asaidie sana. Yaani yeye ana uwezo mahali popote, ni anafanya mambo makubwa kuliko watu waliomzunguka. Bwana Yesu asaidie sana. Unapokuwa na ndoto kubwa kuliko wengine, unapokuwa na nyota kubwa kuliko watu wengine, ndipo shetani anaachilia roho ya kukataliwa iingie ndani yako. Kwa nini shetani anafanya hivyo? Sema amina, ubarikiwe. Sema Bwana Yesu, ninaomba leo unisaidie na uniwezeshe kutoka kwenye hii mitego kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina na utabarikiwa. Nipo naongea hapa na watu ambao wana nyota kubwa hapa na leo hazifanyi kazi kwa sababu walikataliwa. Kupitia neno hili kuna nyota ya mtu itaenda kufukuliwa leo. Sema amina, ubarikiwe. Na hata kiwango ambacho uko nacho sio kiwango kile ambacho litakiwa uwe nacho. Kuna kiwango ambacho uko nacho kwa sababu ulipunguzwa katika roho ya kukataliwa. Kuna watu wana uwezo mkubwa sana hapa, lakini wamechukiwa na kutupiwa roho ya kukataliwa na Ibilisi kutokana na uwezo waliokuwa nao. Leo utarudi kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina na utabarikiwa. Naongea na hao watu hapa, wapo hapa kabisa. Wakikaa kwenye biashara, siku yao ya kwanza wanaiona ni siku ya baraka nyingi sana, lakini kadiri siku zinavyoenda wateja wanaondoka. Sema amina, ubarikiwe. Sema Bwana Yesu, hiyo roho sio sehemu ya maisha yangu kuanzia leo kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina na utabarikiwa. Kwa hiyo adui anafanya hivyo kwa sababu azuie nguvu yako isitumike kuwasaidia watu wengine. Sisi, unanielewa? Kwa sababu una maono makubwa, kwa sababu una kitu kikubwa, anataka kuzuia ndoto yako isitumike kuwasaidia watu wengine. Na jambo hili analiona kwenye maisha ya Yusufu. Kilichofanya ndugu zake wamkatae Yusufu ni kwa sababu ya ndoto aliyokuwa nayo. Maono ya Yusufu yalikuwa ni tishio kwa shetani. Bwana Yesu atusaidie sana. Na hata hapa ninapozungumza kuna watu walikuwa na maono makubwa na yakawa ni tishio kwa shetani. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubarikiwe. Na kadiri ulivyokuwa unatembea kwenye yale maono, haukuelewa ni kitu gani kinatokea katika taratibu zako za mipango yako na vinavurugika kwenye maisha yako. Sema amina, ubarikiwe. Hii yote sio kwa sababu umeshindwa. Hii yote sio kwa sababu hauwezi. Hii yote ni kwa sababu ya maono makubwa uliokuwa nayo. Shetani akaona kuna mahali utasaidia watu. Shetani akaona maono uliokuwa nayo kuna watu watapona kupitia wewe, akaileta roho ya kukataliwa ndani yako. Na ndio maana unaona kuna vitu havisogei, kuna vitu haviendi. Kuna maono ambayo uko nayo ndani ya akili yako na maamuzi yako. Kuna level ya biashara unataka ifike ili uweze kupanua ile biashara na watu wengine uweze kuajiri. Una plani kubwa, lakini kulingana na roho ya kukataliwa iliyoko ndani yako hausogei, hauoni mwanga. Yesu amenituma kwako siku ya leo. Sema amina na utabarikiwa. Natamka na hao watu wako hapa, wana maono ya kwenda level nyingine, wengine ya kufungua viwanda, wengine ya kuongeza mifugo mbalimbali, wengine ya kulima mashamba makubwa, wengine maono makubwa ya kuinua wengine, lakini wamezuiwa. Leo nakwambia utainuka kwa damu ya Yesu aliye hai. Sema amina na utabarikiwa. Sema Yesu, leo roho ya kukataliwa sio sehemu ya maisha yangu kwa jina la Yesu aliye hai. Naongea na hao watu wako hapa. Yusufu alikataliwa na ndugu zake kwa sababu ya maono makubwa aliyokuwa nayo. Bwana Yesu atusaidie sana. Sisi kuna watu wanaweza wakanielewa. Ninataka Loeva hapa watu wasikilize neno na waokolewe na neno la Bwana. Waponye na watolewe katika shida zao. Kuna watu hawajalogwa hapa. Kuna watu maono yao yamekadiwekwa mazuio ya kukataliwa. Si unaweza ukanielewa? Kwa hiyo ile roho leo lazima uachane nayo, lazima ikutenge. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo anachofanya Ibilisi ni kukuletea roho ya kukataliwa ili usiweze kusaidia watu wengine. Anataka kuzuia ndoto yako isitumike kuwasaidia wengine. Na jambo hili nikasema ndio liliweza kuonekana ndani ya Yusufu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo akainua roho ya kukataliwa ili kuzimisha maono ya Yusufu yasiweze kutokea. Sema amina, ubarikiwe.
Emsema yoyote yule aliyeniinulia roho ya kukataliwa ili maono yangu yasiweze kutimia, leo namweka chini kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina na utabarikiwa. Nakwambia nenda level nyingine kwa jina la Yesu aliye hai. Nenda kaweze kwa jina la Yesu aliye hai. Tumoja apokee sasa hapo alipo. Leo utafunguliwa kwenye hivyo vifungo. Nisikilize, kuna wakati shetani anaweza akakupa roho ya kukataliwa kwa sababu anatishwa na nguvu iliyopo ndani yako. Anajua kwamba nguvu iliyoko ndani yako ikipata kibali, maisha ya watu watabadilika. Anajua maono ulionayo yakipokelewa na watu, dunia itabadilika. Kwa hiyo anakuwekea roho ya kukataliwa ili kwamba nguvu ulionayo usitumike kuwasaidia na watu wengine. Ndio maana unaona una ndoto kubwa lakini familia haikuelewi. Bwana Yesu atusaidie sana. Una ndoto kubwa lakini familia haikuweki kwenye vikao vya maana kwa sababu huna chochote kwa wakati ule. Sema amina ubarikiwe. Unaona una ndoto kubwa lakini kwenye mambo ya muhimu hauitwi, sio kwa sababu hauwezi, wanaogopa maono uliokuwa nayo. Sema amina ubarikiwe sana. Sema amina na ufanikiwe sana. Sema leo Yesu atanisaidia kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu atusaidie sana. Una maono makubwa lakini unapigwa vita. Ndicho kilichotokea kwa Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndicho kilichotokea kwa Yusufu. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie. Watu walishangaa kwa kutendewa matendo makubwa sana, lakini badala ya kumpokea Yesu ili waendelee kunufaika wakamkataa. Bwana Yesu atusaidie sana. Sijui unaweza ukanielewa. Yesu aliponya mtu mwenye pepo wengi sana, lakini badala wampokee waliamua kumfukuza atoke kwenye mpaka yao. Kwa hiyo ndivyo roho ya kukataliwa inavyofanya kazi. Bwana Yesu atusaidie sana. Roho ya kukataliwa inaingia kwenye maisha ya mtu kwa sababu za kishirikina. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Sema amina na utafanikiwa. Sema naikataa roho ya kukataliwa kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina na utabarikiwa. Tumoja mpe tena Yesu makofi yenye nguvu kabisa. Ndio tunapoingia kushughulikia hili jambo, shughulikia kikamilifu na umombe Mungu akusaidie. Kuna mahali roho ya kukataliwa inakutesa, inatesa na watoto wako. Bwana Yesu atusaidie sana. Roho ya kukataliwa inaweza ikakufanya ukadharaulika na watu ambao yani hata walingani na wewe kwa chochote kile. Bwana Yesu atusaidie sana. Sisi unaweza ukanielewa. Mungu akusaidie kuelewa hichi kitu, na wakati tunapoingia katika kuomba uipinge sana hii roho katika maisha yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Roho ya kukataliwa inaweza ikapenya ndani ya mtu kwa sababu za kishirikina. Unaweza ukanielewa. Kuna wajumbe wa shetani kwa maana ya wachawi wanaweza kukutupia roho ya kukataliwa kama adhabu ya kiroho. Unaweza kutupiwa roho ya kukataliwa na ghafla mume wako akaanza kukuchukia. Bwana Yesu atusaidie sana. Unashangaa tu, chochote hujawahi kukosea, unaenda sawa, lakini ghafla anakugeuka. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaweza ukatupiwa roho ya kukataliwa, ghafla mke wako akaanza kukuchukia. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaweza ukatupiwa roho ya kukataliwa, ghafla watoto uliowazaa na ukawabeba miezi 9 tumboni wakaanza kukuchukia. Unaweza ukatupiwa roho ya kukataliwa kwenye biashara yako na wateja wakaanza kukukimbia. Sema amina na utabarikiwa. Sema leo hapa roho ya kukataliwa na ikataa na itoa, haina nafasi kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu aliye hai. Achia maisha yangu kwa damu ya Yesu aliye hai. Uko sawa sawa? Uko sawa sawa? Leo itatoka, leo itahama, leo itadondoshwa, leo itaangamizwa, na kazi za mikono yako zitaendelea tu, na watoto wako watastawi tu,
na biashara yako itastawi tu. Kwa kupigwa kwake Yesu Kristo sisi tulipona. Kwa kukataliwa kwake Yesu Kristo sisi tumekubalika. Kuna mama atakubalika hapa, kuna dada atakubalika hapa, kuna kijana atakubalika hapa. Hiyo roho itikise ndani yako leo. Sema itoke, sema iangamizwe, sema iangaishwe ndani yangu kwa jina la Yesu aliye hai. Naongea na hao watu hapa, na baada ya ibada hii leo watapokea baraka isiyo ya kawaida kwenye maisha yao, watapokea amani isiyo ya kawaida kwenye maisha yao. Sema amina na ubarikiwe. Sema roho ya kukataliwa haina nafasi leo kwa jina la Yesu aliye hai. Naongea na mtu aliyekataliwa na mtoto wake, naongea na mtu aliyekataliwa na watoto wake, naongea na mtu aliyekataliwa na mume wake, naongea na mtu aliyekataliwa na mke wake, naongea na mtu aliyekataliwa na familia yake. Na hapa ninaongea na hiyo roho inakamatwa ndani ya mtu hapa, na inaachilia yule mama pale, na inaachilia maisha yake, na inaachilia biashara yake, na inaachilia nyumba yake. Hiyo roho ya kukataliwa. Kuna watu wamekataliwa na watoto hapa. Yesu akasema nenda kaongee nao, nenda kaongee nao. Wako wa mama hapa wanateseka kwa ajili ya watoto wako, hawawasamini kabisa. Wana pesa lakini mama akubalike, wana pesa lakini mama hapati msaada wowote, na mama yake anateseka, na mama yake anapata shida. Nakwambia roho ya kukataliwa inatoka ndani yako kwa jina la Yesu aliye hai. Walikutupia ili biashara yako ikwame, walikutupia ili biashara yako ifeli, walikutupia ili biashara yako isiendelee, walikutupia ili usizae, walikutupia ili uharibikiwe, walikutupia ili usione mwanga. Ninaongea na hawa watu hapa, nakwambia Yesu amesema leo anafanya makubwa. Na ninapoongea hapa, hiyo roho ya kukataliwa inatoka kwa mama mmoja hapa, nakwambia hataweza kuachika. Inatoka kwa binti mmoja hapa kwa jina la Yesu aliye hai. Sema Yesu nisaidie. Yesu akusaidie. Hii roho inatesa watu wengi, hii roho inanyanyasa watu wengi, hii roho inawafanya watu waishi magumu. Unaweza ukatupiwa roho ya kukataliwa na ukajikataa wewe mwenyewe. Kuna watu wametupiwa roho ya kukataliwa hapa, wamejikataa wao wenyewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Wanaona kama hawawezi tena. Naongea na hao watu hapa, wanaona hawawezi kufanya chochote, wanaona hawawezi kuendelea na chochote, wamejikinai, wamejikataa kwa sababu ya roho ya kukataliwa. Nina mabinti kadhaa naongea nao hapa, hawaoni mpenyo wowote, wamejikataa, wamejichukia. Hawa watu wako hapa, Mungu amewakusudia makubwa kabisa siku ya leo. Bwana Yesu atusaidie sana. Mungu anataka kufanya jambo kwao siku ya leo. Ulikuwa unajipenda sana, lakini sasa hivi unajichukia na uelewi kwa nini unajichukia. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Kila ukijitazama kwenye kioo unajiona mbaya, siku zote hicho kioo, hiyo sio kitu cha kawaida. Ni roho halisi kabisa imeingia ndani yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema Bwana Yesu, ninaomba unisaidie, hii roho ya kukataliwa iniachie leo. Hawa watu hapo kabisa wamejikinai, hawajipendi tena, wamepigwa roho ya kukataliwa mpaka wao hawajisamini tena, wamejichukia. Bwana Yesu atusaidie sana. Sisi unaweza ukanielewa vizuri. Kila ukijitazama kwenye kioo unajiona we ni mbaya, siku hadi siku unajitathmini. Bwana Yesu asaidie sana. Na watu wengi wametupiwa roho ya kukataliwa kwa sababu za kishirikina, na wanateseka mpaka leo, lakini Yesu alitushindia haya ili tutembee katika ushindi. Bwana Yesu atusaidie sana.
Kama alimshindia Yusufu, na wewe leo atakushindia kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina, ubarikiwe. Kuna watu leo hapa watatembea katika ushindi, watatembea katika ushindi. Biashara zao watatembea katika ushindi, kwenye familia watatembea katika ushindi, kwenye kazi watatembea katika ushindi, kwenye biashara watatembea katika ushindi. Ninapotamka ushindi, kuna watu hiyo roho inavuliwa na wanaona ushindi ndani ya familia zao. Walitakiwa wafe lakini hawatakufa. Walitakiwa wakimbie familia lakini hawatakimbia. Walitakiwa waonekane watu bure. Nasema kwa jina la Yesu aliye hai, hautaonekana mtu bure kuanzia leo. Pokea roho ya ushindi ndani yako kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina na utabarikiwa. Kuna watu wanaelewa hapa. Yesu alitushindia haya yote pale msalabani. Umetupiwa roho ya kukataliwa kwa njia za kishirikina. Bwana Yesu atusaidie sana, ili biashara zako zife, ili watoto wako wakukatae, ili nyumba yako iharibike, ili kitu kila unachokifanya kipotee kwa sababu ya roho ya kukataliwa kwa njia ya ushirikina. Sema amina na ubarikiwe. Nakwambia Yesu alitushindia haya akiwa pale msalabani. Kuna watu wanaenda kushinda hiyo vita leo kwa damu ya Yesu aliye hai. Hautakataliwa ndani ya familia, hautatengwa ndani ya familia. Jinsi ulivyo hivyo hivyo Yesu alikupenda wewe kwanza. Sema amina ubarikiwe. Sema amina ufanikiwe. Kwa hiyo leo kuna kitu Mungu atatengeneza ndani yako ili uishi maisha ya ushindi. Ni lazima hii roho itoke. Ili uishi maisha ya ushindi, ni lazima hii roho ikuachie. Ili uishi maisha ya ushindi, ni lazima ili vazi la kukataliwa litoke kwenye maisha yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Roho ya kukataliwa isitese maisha yako. Wakati Yesu yupo, alitushindia haya. Yeye alikuwa mfano ili sisi tuweze kupona. Bwana Yesu atusaidie sana. Damu ya Yesu ilipomwagika pale msalabani, ilitufungua kwenye kifungo cha roho ya kukataliwa. Na ndio maana alipokufa pale msalabani, maandiko yanasema pazia la hekalu lilipasuka. Ile ilikuwa ishara ya kibali, sio tu ya kuingia patakatifu pa patakatifu, lakini pia ilikuwa ni kibali kwa kila eneo lililokuwa limefungwa kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asaidie sana. Kitu ambacho roho ya kukataliwa inafanya ni kutufungia milango katika maisha yetu. Na leo naona kuna pazia linapasuka kwako. Utapata kibali kwa mume wako, utapata kibali kwa watoto wako, utapata kibali kwenye biashara yako. Kuna pazia linapasuka. Linapasuka kwa mama mmoja hapa, linapasuka kwa dada mmoja hapa, linapasuka kwa mabinti hapa, na unapata kibali kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea kibali cha kazi yako, pokea kibali cha ndoa yako, pokea kibali cha watoto wako, pokea kibali cha kazi. Pale kazini upate kibali, pale kwenye biashara upate kibali. Chochote unachokifanya, damu ya Yesu ilimwagika msalabani, pazia la hekalu likapasuka ili upate kibali. Nakwambia, ninaona kuna pazia linapasuka ndani yako, na unapata kibali mahali ambapo ulizaraulika kwa jina la Yesu aliye hai. Hiyo roho itoke ndani yako, ipotee ndani yako, iharibike ndani yako, iangamizwe ndani yako, ipigwe ndani yako, iteketee ndani yako kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea kibali cha Bwana Yesu kwa damu ya Yesu aliye hai. Jiwe lililokataliwa na waashi limekuwa jiwe kula pembeni. Kuna watu walikukataa, naona Yesu amekukubali. Kuna watu walikutenga, naona Yesu anakuinua. Kuna watu walikuwa na ufaa, naona Yesu anakuonyesha njia pasikokuwa na njia. Kuna watu walikukataa, lakini mbele ya Yesu kuna mahali anakupeleka. Sema amina na ubarikiwe. Ndio
Kuna watu wangejua kile ambacho Mungu amekipanda ndani yako, wasingejaribu kukukataa, kwa sababu hawaelewi nini ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Anasema jiwe lililokataliwa na waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Kuna watu baada ya muda sio mrefu hawataamini ni wewe waliokukataa, hawataamini ni wewe waliokugeuka, hawataamini ni wewe ambaye ulikuwa huna chochote. Kwa damu ya Yesu aliye hai, nakwambia kuna vitu vinafukuliwa ndani yako. Kuna karama itafukuliwa ndani yako. Kuna vipawa vitafukuliwa ndani yako. Kuna biashara zitafukuliwa ndani yako. Kuna maono yatafukuliwa ndani yako. Kuna samani itafunguliwa ndani yako. Ile samani ya mume itaonekana. Ile samani ya mke itaonekana. Ile samani ya mama itaonekana. Naongea na hao watu, nakwambia Yesu amekuona leo. Sema amina na utabarikiwa. Sema amina na utabarikiwa. Sema amina na utabarikiwa. Sema amina na utabarikiwa. Leo kuna kitu Mungu anakifanya kikubwa kwenye maisha yako, kwenye kazi za mikono yako, hazitakataliwa tena. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwenye mipango ya maisha yako hautakataliwa tena. Kwenye kila taratibu za maisha yako unazozifanya hauwezi kukataliwa tena. Sema amina ubarikiwe. Kuna watu jana walikuona wewe sio wa kwao. Bwana Yesu asaidie sana. Kwa sababu ya kuwekewa roho za kukataliwa na washirikina, muda sio mrefu watakuona kilele kingine kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina ubarikiwe. Watakuona hatua nyingine kabisa. Tena sio wewe pamoja na watoto wako. Tena sio wewe pamoja na kazi yako. Tena sio wewe pamoja na familia yako. Tena sio wewe pamoja na mipango yako. Utaenda na mipango yako itakufuata. Utainuka na mipango yako itainuka. Utaonekana na watoto wako watainuka. Kwa damu ya Yesu aliye hai. Maandiko yanasema tutaenda na watoto wetu. Tutaenda na mifugo yetu. Tutaenda na nyumba zetu. Sema amina ubariki. Utakubalika wewe na mtaani, kwenye nyumba unayokaa itakubalika kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina na utabarikiwa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, elewa kabisa, kuna mahali usogei, ni roho ya kukataliwa ambayo umewekewa. Sio kwamba una maono, una maono. Sio kwamba kuna vitu vifanyi, unavifanya. Sio kwamba kuna vitu vijaribu, unavijaribu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna mambo mengi umeyajaribu, lakini siku ya kwanza na ya pili vinaenda vizuri. Siku zinavyozidi kwenda, kuna mahali unawekewa mipaka, unaanza kukimbiwa na wateja, vitu vinafunga. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni roho ya nini? Ya kukataliwa. Yesu hawezi kukuangusha, amini tu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina ubarikiwe. Sema amina ubarikiwe. Yesu hawezi akakuacha jinsi ulivyo, amini tu. Bwana Yesu asaidie sana. Yesu hawezi kuacha watoto wako wakaibika, amini tu kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu hata nyamaza kimya kwa ajili ya ndoa yako iendelee kuzama, amini tu kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina ubarikiwe. Sema amina ubarikiwe. Sema leo roho ya kukataliwa haitatenda kazi kwenye maisha yao kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna watu hapa wamezarauliwa sana. Bwana Yesu asaidie sana. Nisikilize, wala usijali, amini tu. Yesu hawezi kukuacha hivyo hivyo. Sema amina ubarikiwe. Amini, hawezi kuwa hivyo hivyo. Kuna watu wako mbele yako saa hii Bwana kudharau. Bwana Yesu atusaidie sana, kwa sababu kuna roho ya kukataliwa imekuchelewesha. Haleluya. Sema amina ubarikiwe. Laiti wangejua ni nini Mungu amekuumbia ndani yako, wasinge kukataa leo. Bwana Yesu atuongoze sana. Laiti wangejua nini safari yako ikoje baada ya miaka 3 kuanzia siku ya leo, wasinge kukataa. Sema amina ubarikiwe. Na ndio maana akasema ili jiwe hili unaloliona ni jiwe, mkalikanyaga na kulitupa,
ukapita juu yake na kulisigina sigina, hamkuliona, hamkulielewa, lakini baada ya muda hili jiwe limekuwa ni jiwe kuu, halitasogeka, halitatikiswa, halitaumizwa, halitaonekana dhaifu. Na ndiyo maana ya wewe leo kuwa hapa. Sema amina na utabarikiwa. Sema amina na Yesu atakufanikisha. Jiwe lililokataliwa na waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Leo kuna uchawi utahama, leo kuna ushirikina utahama, leo kuna mtu mbaya atahama kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina na ubarikiwe. Nakwambia atahamishwa leo, na akigoma kuhama nguvu ya Bwana itashuka na atahamishiwa kwenye makaburi kwa damu ya Yesu aliye hai. Sema wahame leo kwa jina la Yesu aliye hai. Sema wahamishwe leo kwa damu ya Yesu aliye hai. Sema amina na utabarikiwa. Roho ya kukataliwa itamwachia mtoto wako, iwe mtoto wa kiume itamtoka, iwe mtoto wa kike itamtoka kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna watu hapa wamepigwa roho ya kukataliwa kwa sababu wamezaa watoto wa kike peke yake. Nakwambia Mungu kwako wewe ni wa thamani kwa jina la Yesu aliye hai. Hao watawafunga watu vinywa kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina na utabarikiwa. Sema nasonga mbele kwa jina la Yesu. Sema nasonga mbele kwa damu ya Yesu. Sema nasonga mbele kwa mamlaka za Yesu Kristo aliye hai. Ndio, kuna watu watakuja kwako utawasaidia, ingawaje walikukataa leo. Kuna watu watakuja kesho watakusaidia, ingawaje walikuona leo ufai. Kuna mahali watakukuta kwenye ofisi fulani utawasaidia, ingawaje leo wamekukataa, leo wamekutenga, leo wamekuona ufai. Sema amina ubarikiwe. Sema Bwana Yesu, wewe ni wa uzima wangu kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina na utabarikiwa. Leo utakaa nafasi yako ambayo Mungu alikusudia uwepo toka tumboni mwa mama yako. Dunia ilikukataa, lakini mbingu inafungua milango leo. Wanadamu walikukataa, lakini mbingu inafungua milango leo. Anasema mimi ni njia ya kweli na uzima. Yes. Kuna watu wanaiona njia kwa Yesu Kristo aliye hai. Hawataangalia wanadamu waliowakataa. Kwa damu ya Yesu aliye hai, mimi ni njia ya kweli na uzima. Kuna watu watamwangalia Yesu na wataona njia, na wataona nafasi, na wataona makao, na wataona furaha, na wataona sehemu ya kuweka biashara, na wataona sehemu ya kufanya kazi, kwa kuwa Yesu ni njia ya kweli na uzima. Kuna watu wanapita leo kwenye hiyo njia, na biashara zao zitasimama tena na 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 tena. Pokea. Ndio, utasimama tena, utabarikiwa tena, utaonekana tena, utaendelea tena. Neno la Yesu ni tena na tena. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Sema roho ya kukataliwa leo hii sio sehemu ya maisha yangu kwa jina la Yesu aliye hai. Sema Bwana Yesu, leo naikataa, haina nafasi kwa jina la Yesu aliye hai. Tumoja aseme amina kubwa. Pe Yesu tena mikono yako yenye nguvu kabisa. Yesu anaenda kukurudishia kibali chako leo. Kibali cha kazi unaenda kupata leo. Kibali cha amani unaenda kupata leo.
Kibali cha mafanikio unaenda kupata leo. Kibali cha ndoa unaenda kupata leo. Kibali cha amani unaenda kupata leo. Kibali kazini unaenda kupata leo. Walikukataa kazini, Yesu anaenda kukupa kibali leo. Walikukataa eneo la biashara, Yesu anaenda kukupa kibali leo. Watu wa muhimu kwenye maisha yako walikukataa, wakakukataa, Yesu anaenda kukupa kibali leo. Sema napokea kibali leo. Napokea kibali leo. Napokea kibali leo. Napokea kibali leo. Nakwambia hii wiki hautatambulishwa na mtu. Yesu atakutambulisha, atakutambulisha. Yesu atakutambulisha. Mahali utakaa, yeye Bwana atakutambulisha. Sema amina na utabarikiwa. Ndio, utatambulishwa na Bwana. Utatambulishwa na Bwana. Utatambulishwa na Bwana Yesu. Hautatambulishwa na watu. Hautatambulishwa na kitu. Yesu atakutambulisha pale kazini. Yesu atakutambulisha pale kwenye biashara. Yesu atakutambulisha pale ofisini. Yesu atakutambulisha katikati ya watu wabaya. Atawaambia huyu nyinyi mmemkataa, huyu nyinyi mmemwona faka, lakini huyu ndio mwanangu mpendwa niliyopendezwa naye mimi Yesu. Leo atakaa hapa, leo atafanya hapa, leo atashika hapa, leo ataendelea hapa, leo ataolewa na huyu, leo atafanikiwa na huyu, leo atafanya biashara hii, leo atatengeneza hichi, na kila atakachotengeneza ni mimi ndani yake nipo. Sema amina na ubarikiwe. Sema amina na ufanikiwe. Sema amina na uendelee. Yoyote aliyetupa mishale kwenye ndoa yako ili uachike, hautaachika. Leo utapata kibali hapa kwa jina la Yesu aliye hai. Yoyote aliyetupa mishale kwa watoto wako ili wakuchukie, hawatakuchukia. Leo utatambulishwa na Bwana Yesu mbele ya watoto wako. Huyu ni mama yenu, aliwabeba tumboni kwa miezi 9. Wekeni yeye kwanza, baada ya mimi afate yeye. Sema amina na utabarikiwa. Kuna watu wananielewa hapa. Mheshimu baba yako na mama yako upate miaka mingi na heri duniani. Sasa kuna adui anawapa watoto roho ya kukukataa ili wakose baraka za wazazi. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa na sisi leo, Yesu ni njia ya kweli na uzima. Kuna kitu Mungu atakiweka ndani yako. Kila atakaye kuona ni mtoto wako aseme huyu ni mama yangu mzazi, kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina ubarikiwe. Sema leo nageuza mishale ya watu wabaya, mishale ya sumu walioingiza kwa watoto wangu, walioingiza ndani ya familia. Naigeuza, 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 naigeuza kwa jina la Yesu aliye hai. Irudi ilikotoka kwa damu ya Yesu aliye hai. Mmoja aseme amina ya baraka. Sema amina ya mafanikio. Kuna watu wananielewa hapa. Msema roho ya kukataliwa haina nafasi kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu aliye hai. Mmoja aseme amina na utabariki. Kuna kazi hapa utaona zitaanza kwenda. Amini tu, zitaanza kwenda. Amini tu, zitaanza kwenda. Amini tu, kuna biashara zitaanza kutoka. Amini tu kwa jina la Yesu aliye hai. Nakwambia amini tu. Kinachotakiwa uamini tu kwamba kuna vitu vinaenda kutokea. Kuna vitu unaenda kuviweza. Kuna vitu unaenda kuvifanya. Kuna vitu unaenda kuvitekeleza. Amini, amini, amini. Amini, amini kwa jina la Yesu aliye hai. Amini tu. Hautaishi maisha hayo milele. Ndio, amini tu. Hautakuwa hivyo jinsi ulivyo. Amini tu. Bwana Yesu asaidie. Kama sio leo, kesho. Bwana Yesu asaidie. Kuna nafasi Mungu anakuweka. Kama sio leo, kesho. Amini. Kinachotakiwa ni kuamini. Ndani ya wiki kuna mafuriko ya baraka yanakuja kwako. Amini, amini, amini kwa damu ya Yesu. Amini kwa damu ya Yesu aliye hai. Sema amina ubarikiwe.
Kuna milango itafunguka isiyo ya kawaida. Kuna watu watakuja kuliinua jina la Bwana, watakuja kumuinua Yesu aliye hai. Amini kuanzia leo kuna mambo yatatokea kwako. Kuna simu mbalimbali utazipata, wengine ni wateja wako wa zamani haka. Amini hapa, watakupigia tu, watakutafuta, watakwambia ulikuwa wapi. Ndio, amini hivyo. Amini kwa jina la Yesu aliye hai. Hapa tunatangaza ufalme wa Yesu wenye maajabu yake. Amini kabisa, Yesu anajibu kwa maajabu. Leo roho ya kukataliwa imekamatwa, imewekwa chini, imenyamaza kimya kabisa. Kuna mahali unafukuliwa huko, unatolewa huko. Ulisaulika, uliaibishwa, ulisema vibaya. Sasa leo tumezungumza roho ya kukataliwa. Majini yanahangaika, wachawi wanapata shida, watu wabaya wanahangaika. Naona unaenda kubarikiwa. Pokea baraka zako, pokea baraka zako, pokea ushindi wako, pokea njia, pokea mafanikio, pokea uwezo wa Yesu Kristo kwa kile unachokifanya, akafanye yeye Yesu ndani yako. Ndio, kuna watu watatafuta kazi, watapata hapa haraka sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna watu hawatakata tamaa kufanya vitu walivyokuwa wanavifanya. Wataona umepata nguvu mpya, wataanza kufanya vitu vyao kwa bidii. Kama ni biashara, fanya kwa bidii mama, fanya kwa bidii kwa jina la Yesu aliye hai. Roho ya kukataliwa haitakutawala, haitakaa ndani yako, haitakaa ndani yako. Yesu alikataliwa ili sisi tukubalike. Kuna mtu anakubalika hapa. Sema amina na utabarikiwa. Sema niko tayari kuona matokeo makubwa kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu aliye hai. Kinachotakiwa ni kuamini tu. Haya ninayotamka yameshakuwa. Amini tu kwa jina la Yesu aliye hai. Hii wiki kuna watu watavuna kwa damu ya Yesu. Kuna watu watavuna kwa jina la Yesu. Kuna watu watavuna baraka zao, na wengine kuna baraka zitawafuata nyuma kwa kasi ya ajabu, kwa njia ya ajabu, kwa matokeo ya ajabu. Pokea njia, pokea matokeo, pokea njia pasipokuwa na njia. Kuna pazia linachanwa mbele ya biashara, kuna pazia linachanwa mbele ya watoto. Unapata kibali, linachanika mbele ya biashara. Ujaelewa, kuna pazia linachanwa pale ofisini na unapata kibali. Sema amina na utabarikiwa. Kuna watu wataulizwa ulikuwa wapi, na kila siku wanakuona. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Nisikilize, amini tu. Bwana Yesu atusaidie sana. Adui anazuia, Mungu anafungua njia. Adui anakataa, Mungu anaruhusu. Bwana Yesu atusaidie sana. Msema ninaamini leo na nimepokea kwa jina la Yesu aliye hai. Msema ninaamini leo na nimepokea kwa damu ya Yesu aliye hai. Msema ninaamini leo na nimepokea kwa jina la Yesu aliye hai. Sema ninaamini leo na ninaenda kutenda kwa jina la Yesu aliye hai. Msema ninaamini leo na ninaenda kuweza kwa jina la Yesu aliye hai. Sema ninaamini leo na ninaenda kuona mambo makubwa kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna watu fedha zitakuwa zinawasubiri katika biashara zao, katika kazi zao. Kuna wateja wako tayari, watasumbuliwa sana. Sema amina na ubarikiwe. Sema pazia chanika. Sema amina na utabarikiwa. Inua mikono yako, sema Bwana Yesu, asante kwa neno lako, asante kwa ujumbe wako. Niko tayari, nimepokea na nimeamini kwa jina la Yesu. Amen.
Mpe Yesu mikono yako yenye nguvu. Ongeza tena mikono yako kwa Yesu Kristo. Na Yesu atubariki sana.